Sawa mashekhe zangu Kwa hiyo kama ndivyo, hivi ndivyo shekhe anavyotuambia hizi nukta ambazo mwalimu atakazo zifanya. Kisha tunazigawa kwa kanuni ya kiramli. Kuzigawa vipi? Kwa maana ya kwamba ni lazima hii mistari miwili ndio naikata. 2 2 2 2. Kwa maana kwamba imeisha. Ikishaisha hivi maana yake hapa imeisha tunapata nini? Tunapata kitu kama hichi hapa. Tunapata kitu hichi hapa. Sawa tunapata kitu hichi. Tunapata hizo nukta mbili. Sawa Kisha unagawa tena 2 2 2 2 2. Pia inakuwa imefanyaje? Hapa inakuwa imeisha na maana tunapata nukta mbili. Kisha hapa tunagawa 2 2 2 2. Kisha imeisha. Hapa tunapata pia nini? 2. Hapa pia tunakata 2 2 2 2. Hapa tumebakiwa na nini? Tumebakiwa na moja. Sawa? Kwa hiyo kimsingi shikeli yetu hapa tuliyoipata ni 2 2 2 1, kwa maana ni shikeli ya inkisi. Sawa? Ndio tunayokuwa tumeipata hapa. Sasa katika hapa ni aina ya upatikanaji wa hii shikeli. Lakini katika mfano wetu kwa wale ambao ni wenye kitabu anasema matokeo yanaweza kuwa mfano huu wa shikeli ya qadhu dakhila. Sawa Kwa sababu huu ni mfano. Hapa nilikuwa nakuonyesheni njia. Tumepata shikeli ya inkisi. Sasa nasema yawezekana ikatokea shikeli ya qadhatu kharija. Inawezekana ikatokea shikeli ya qadhatu kharija. Shikeli hii hapa. Hii. Sawa Shikeli hii hapa ya qadhatu kharija katika mfano wetu. Kwa hiyo sisi tutatembea na shikeli ya qadhatu kharija. Lakini huku nimekuonyesha kwamba jinsi hii shikeli ya qadhatu kharija inavyopatikana. Hii tunaona vizuri jinsi hii shikeli ya qadhatu kharija inavyopatikana. Hapo nataka mnielewe vizuri. Kwenye kitabu shikeli ni hii hapa qadhatu kharija. Kwamba hii shikeli ya qadhatu kharija ilipatikana kwa mfumo huu. Ambapo unaweza ukapata shikeli nyingine yoyote tofauti na shikeli ya qadhatu kharija. Kama jinsi tulivyoona tumepata shikeli ya inkisi. Sawa? Kwa hiyo kwenye kitabu tumesema kwamba inaweza ikatokea shikeli ya qadhatu kharija kwa mfano. Sawa Kwa hiyo sisi hapa tutatembea shikeli ya qadhatu kharija. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili tunapaswa tulifahamu na tulielewe. Mfumo huu ama mfumo wa kupiga shikeli kiramli, matumizi ya hii shikeli moja yana njia kuu mbili. Sawa? Kuna njia ya kuzalisha shikeli moja kisha ukaitolea hukumu, kwa maana ukaitolea majibu. Lakini pia inawezekana ikawa ni shikeli moja lakini ikatoka kwenye bao ama kwenye tahti ya shikeli 16. Tutakuja kuona. Kwa hiyo kwa sababu tunataka tutembee na mfano huu, ngoja twende tuone hapa kwamba mfano huu ametueleza nini. Lakini pia msisahau nimekuonyesheni jinsi shikeli inavyopatikana kwa njia ya hiyo michoro kama jinsi mwalimu alivyoeleza. Haya. Kwa hiyo tumesema shikeli yetu ni qadhatun kharija. Hii hapa. Sawa Shikeli yetu ni qadhatun kharija. Hiyo ndio shikeli yetu. Sasa nasema hivi, hizi ni nukta 4. Sawa Hizi nukta 4 za msingi zilizopatikana. Sawa Anasema kutambua aina ya nukta. Utakapokuwa umeshapata shikeli kama hivi, inatakiwa utambue aina ya nukta zilizounda hiyo shikeli. Sawa Sasa kupitia shikeli hii kama jinsi tulivyoipata hapo mwanzo, nasema nukta ya kwanza ni moja. Sawa Nukta ya kwanza ni moja, hii hapa, ambayo hiyo nukta haijafungwa. Hii huitwa ni nukta huru. Sawa Haijafungwa, ni nukta huru kama tulivyosoma katika somo lililopita. Lakini maana ya hii nukta, maana ya hii nukta huru, maana yake asili ya jambo lako ni safi, lina uwezekano halijaharibika. Kwa hiyo tukumbuke swali letu lilikuwa, je,
jambo fulani linalofuatia nitalipata ama litafanikiwa? Sasa baada ya kupata shikeli hii, tukianza kuangalia aina ya nukta, nukta ya kwanza tumepata ni nukta huru, na hii nukta huru tumepata kwamba inatafsiri kwamba asili ya hilo jambo ni safi, lina uwezekano, halijaharibika. Kwa maana kwamba hilo jambo yaani hilo jambo ni safi, kwa maana liko vizuri, lina uwezekano wa kulipata, unaweza ukalipata, na halijaharibiwa, kwa maana halijaharibika wala halijazuiliwa wala halijaingiliwa na mikono yote ya kibinadamu ya kuharibu mambo ya watu. Sawa eh? Tunaenda hatua ya pili. Hatua ya pili anasema ni nukta mbili. Nukta mbili hizi hapa. Sawa eh? Anasema hizi nukta mbili zimefungwa. Sawa? Hizi nukta mbili zimefungwa. Hizi mbili huwa zinatafsiria nini? Mzito. Sawa eh? Hizo nukta mbili ni nzito. Sasa maana yake anasema hizi nukta mbili kwamba kuna kizuizi, kuna kuchelewa au jambo la nje linaingilia. Kwa maana ya kwamba hilo jambo lako linalohitaji kufanikiwa, kwa maana lina vikwazo, lina vizuizi. Sawa? Limezuiliwa au kuna jambo la nje limefanyaje? Limeingilia. Kwa maana kwamba hapa tunapata kwamba kuna uwezekano wa mikono ya watu imeingilia kati kulizuia hilo jambo. Sawa? Ima hasadi na kadhalika. Haya. Asema nukta ya tatu, nukta tena ni moja. Hii nukta moja hii ya tatu hapa inasema ni nguvu ya nini? Nguvu ya ndani inaonekana bado ipo. Kwamba hii ni nguvu ya ndani. Sawa? Lakini inaonekana kwamba bado bado ipo. Nguvu ya ndani ya nini? Ya hilo jambo. Tunaangalia hapa. Maana yake anasema hivi kupitia hii nukta ya tatu. Maana yake anasema hivi, licha ya kiziwizi tulichokiona hapa. Sawa? Lakini anasema hivi, nia au roho ya jambo haijakufa. Pamoja na kwamba na hichi kizuizi, pamoja na kwamba kuna mikono ya nje inaingilia, lakini hili jambo nia yake ya wewe kulipata bado ipo. Haijafanyaje? Haijafa. Maana yake hicho kizuizi si kizuizi cha kuliua kabisa hilo jambo. Sawa eh? Twende pamoja tutaelewana. Asema nukta ya 4 ni nukta mbili. Hizi hapa. Hizi nukta mbili anasema zimefungwa. Sawa eh? Uhalisia wa nje bado ni mzito. Kwa hiyo huu uhalisia wa nje anasema bado ni mzito. Kwa maana jambo linavyoonekana nje, upatikanaji wake bado ni mzito kuweza kupatikana. Tukumbuke hizi ni tafsiri za hizi pointi. Sawa eh? Sasa unaweza ukaniuliza kwamba sasa hapo hizo tafsiri zote inakuwaje? Tutakuja kuona. Maana yake baada ya kuwa umepata hizi tafsiri zote hizi 4 kwenye hizi pointi, kuna namna sasa ya conclusion. Sawa eh? Au mujmalul qauli, lazima utafute mujmalul qauli kwamba sasa shida ni nini? Litapatikana ama halitopatikana? Sisi tumeona vizuri. Kwa hiyo hii nukta ya mwisho anasema muonekano wa uhalisia wa nje bado ni mzito. Haya. Asema maana yake hiyo nukta ya mwisho, matokeo bado hayajatokea, yapo katika dunia ya sababu. Tunaposema hapo katika dunia ya sababu ni kwa sababu hizi nukta mbili tulisema zinakionyesha kitu kwa nje, hazikionyeshi kitu kwa ndani. Ndio tumekwisha kusoma huko nyuma. Haya. Na katika maana hapa anasema kwamba matokeo hayajatokea bado. Yaani kwa maana bado hataweza kulipata hilo jambo. Sawa? Ndio maana yake. Haya matokeo kutokea kwa sababu gani? Bado yapo katika dunia ya sababu. Kwa maana ya kwamba yapo katika dunia ya sababu. Kwa maana ya kwamba bado kutokea kwa hili jambo kuna kuna uwezekano mkubwa kwamba ile nukta ya pili zile nzito, kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna mikono ya kibinadamu imeingilia kulizuia jambo lisipatikane. Lakini haya yote bado hayatupi picha ya tafsiri ipi tuondoke nayo. Sawa? Kwa sababu kuna tafsiri mbili zinatuonesha ndio na kuna tafsiri mbili zinatuonesha hapana. Sasa ni tafsiri ipi ambayo ndio tafsiri ambayo tunaweza tukaondoka nayo hapa ikawa ni tafsiri ambayo ni mafuhumu? Twende pamoja. Anasema kuingiza tabia. Sawa? Kuingiza tabia ya hizo nukta, mwalimu huangalia ni elementi gani imetawala shikeli. Sawa?
Kitu kinachofuatia hapa ni lazima tuingize tabia kwenye hizi nukta. Tutakapokuwa tumeingiza tabia kwenye hizi nukta, kisha tuangalie ni tabia gani ambayo inayokuwa ifanyaje, inakuwa imetawala hapa. Kwa maana kwamba baada ya kuwa tumeshapata hivyo, maana yake hapa tunapata hii sehemu ya kwanza ni nini? Ni moto. Sehemu ya pili ni upepo, sawa? Sehemu ya tatu maji, sehemu ya nne udongo, si ndio? Tumeingiza nini? Tumeingiza tabia. Sasa baada ya kuingiza hizi tabia, tunatakiwa sasa tuangalie, je, ni tabia ipi inayotawala hapa? Na tabia hiyo itakayokuwa inatawala hapa, au tabia itakayokuwa ni yenye nguvu kuliko tabia zingine hapa, ndio tutakayofanyaje? Tutakayoibeba. Sawa? Sasa basi, hapa ndio linakuja lile somo. Sawa? Katika grupu letu kule katika WhatsApp, kuna mtu akauliza, sasa hapo tutajuaje nguvu ya kitabia? Hapa ndio ile somo linakuja. Lakini hata hivyo bado si mahala pake. Sawa? Hapa kwanza tunaenda tunaonyeshana hatua kwa hatua, kwa sababu kama tulivyokwisha kusema, hatumkaririshi mtu hapa. Tunamfundisha namna ya kuchambua kitu. Na namna ya kuchambua kitu ni bora zaidi kuliko ni kukariri, kwa sababu ukikariri yatakuja maswali ambayo wewe hujayakariri, maana yake atakushinda kuweza kutolea tafsiri. Lakini ukijua namna ya kuchambua kitu kwa mapenzi ya Mungu, hakuna kitakachokushinda kuweza kuitolea tafsiri. Swali la aina yoyote tutaweza kufanya nini? Kulijibia kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Sasa basi, baada ya hapo tunarudi kwenye kitabu Anasema hivi, tunajalia nukta kuu iliyotawala hapo ni nukta ya tabia nini? Ya maji. Kwa maana kwamba hii hapa. Sawa? Tukishapata kwamba tabia iliyotawala ni ya maji. Sawa? Tukishapata kwamba tabia iliyotawala hapa kwenye shikeli hii ni ya nini? Ni ya maji. Sasa tumepata. Kwa hiyo hapa ndipo tunapopata msingi wa nini? Ndipo tunapopata msingi wa tafsiri hizi zote nne tulizozipata huku, kwamba ni tafsiri ipi ambayo sasa tunaweza tukaitolea nini? Tukaitolea majibu. Kwa sababu mgonjwa wako ukimweleza tafsiri hizi nne utakuwa unamchanganya na atashindwa kukuelewa kwamba sasa umemwambia kitu gani. Sawa? Na pamoja na hivyo, mtaalamu hutaki kutoa tafsiri ya aina hiyo. Huu ni msaada wako wewe kuweza kupata kwamba uondoke na jibu lipi ambalo litakalokuwa ni sahihi. Sawa? Kwa ili ulipate jibu ni lazima uingize tabia kwenye hizo pointi. Utakapoingiza tabia kwenye hizi pointi, ni lazima uangalie hizo tabia ni tabia gani na nguvu kuliko zingine. Sawa? Na katika kutafuta tabia zenye nguvu, utatafuta kupitia hizi pointi za moja moja hizi. Sawa? Maana yake hapa utatumia moto na maji. Maana yake utatumia moto, sawa? Na maji kupata nguvu hapa kwenye shikeli hii. Kwa hiyo utaangalia kati ya maji na moto ni kipi chenye nguvu kuliko kingine. Kwa hiyo kile kitakachokuwa na nguvu kuliko kingine ndicho kitakachokuwa kinatawala kwenye hii shikeli. Na ndio hicho kitakachokuwa kinatawala kwenye hii shikeli ndicho tutakachokichukua kuweza kutafuta tafsiri ya ujumla. Sio, tunaelewa vizuri. Lakini kwa sababu hatujafika hapa, tunakwenda hatua kwa hatua. Sawa? Maana yake ni kwamba tunachukua tu mfano kwamba tunajalia kwamba tabia iliyotawala hapa ni tabia nini? Ni tabia ya maji kwenye shikeli hii. Kwa kama ndio imetawala hapa, ndio yenye nguvu, ndio tunaondoka nayo Asemaje? Asema hii inamaanisha hii tabia ya maji sasa. Tafsiri yake sasa. Hii inamaanisha jambo linategemea hisia. Kwamba upatikanaji wa hilo jambo analoliulizia huyo mtu inategemea nini? Hisia. Sawa? Lakini pia vile vile hilo jambo limefungwa na nini? Limefungwa na mapenzi. Sawa? Huzuni au subira halitakuja kwa haraka, bali litakuja taratibu. Tumeelewa vizuri? Kwa hiyo kiujumla hapa tunasema kwamba hili jambo limefanya limefungwa kwa hisia za kimapenzi, na hili jambo litapatikana, lakini litapatikana kufanya nini? Kwa kuchelewa, yani litakuja taratibu. Kwa kama ni kitu kama jinsi swali letu lilivyokuja kwamba atalipata ama hatolipata, ama atafanikiwa ama hatofanikiwa. Kama ni kupata, atapata lakini kwa kuchelewa. Kwa kama ni kufanikiwa, kwa mujibu wa tabia hii na utawala hapa, maana yake atafanikiwa lakini kwa kuchelewa, baada ya muda kidogo. Sijui tumeona namna ya kuweza kupata tafsiri ya kiujumla kupitia shikeli moja kwa mujibu wa tabia inayotawala. Nafikiri hapo tunakwenda vizuri na mtakuwa mmenielewa kwa mapenzi yake Karima. Haya.
Tunaendelea hapo ukurasa wa 34 kwa wale wenye kitabu. Panasemaje? Panasema hivi, tafsiri ya jumla ya ramli tukikusanya yote. Sawa Hapa ni tunazidi kutoa ufafanuzi wa kwenye kitabu, lakini kiujumla maelezo ni hayo niliyatoa, kwamba hilo jambo litapatikana lakini kwa kuchelewa, litakuja taratibu. Sawa Sasa hapa kwenye wale wenye kitabu ukurasa wa 34 kuna jedwali hili la kiujumla. Hapa tunafuta ili tutazame hapa, ili tutazame hapo. Sawa Hapa tuna jedwali hili. Sawa tuna jedwali hili hapa. Hebu tulitazame hili, tulitazame hilo. Naenda kwa haraka kama kutoa njia tu, kwa sababu kitabu najua tulio wengi tunacho. Kwa wale ambao hawana, inshallah maswali wataweka hapo. Sawa Haya, tunagawa tu mara mbili hapa. Sawa Hapo juu anasema kwa wale wenye kitabu hicho, maana hiyo neno kipengele kwa maana ya tabia. Sawa Lakini pia hapa tuna maana ya hiyo nini, ya hiyo tabia. Sawa Haya, sasa tukija hapa anasema hivi, tukija hapa kwenye tabia anasema nukta huru ambayo ni ile nukta moja. Sawa huku kwenye nukta huru ambayo ni ile nukta moja tuliyoiona kule mwanzo ipo. Sawa na maana yake uwezekano wa kupatikana hilo jambo upo, uwezekano. Sawa upo, si ndio? Lakini tukija nukta nzito, zile nukta mbili zile. Sawa nukta nzito zipo. Sawa maana yake ni kwamba kuna kiziwizi. Sisi tunaona vizuri kuna kiziwizi. Lakini pia tabia ambayo inayotawala ni maji kwenye ile shikeli. Tabia inayotawala ni nini? Ni maji, ambayo maana yake maji anasema ni subira na nini, na hisia. Sisi tumeona vizuri Sasa hapa anasema hivi mwisho, kwa maana mwisho sasa wa hiyo tafsiri ya hilo jambo kupitia haya. Anasemaje? Jambo linaweza kutimia lakini kwa kuchelewa. Sisi tunaona vizuri kwamba jambo linaweza likatimia au litatimia, lakini litatimia kwa kuchelewa. Sisi tumeona vizuri kwa maana ya kupata nukta huru ipo, nukta nzito zipo, lakini pia tumepata tabia ya jumla inayotawala hiyo shikeli. Ndio maana katika somo lililopita tukasema hivi kwamba shikeli. Sawa tulisema kwamba shikeli ina vitu vingapi? Vitatu. Sawa shikeli ina vitu vingapi? Ina vitu vitatu shikeli. Kitu cha kwanza tukasema nukta huru, nukta nzito, lakini pia tabia inayolitawala hilo jambo. Sisi tumeona vizuri kwamba tukasema elimu hii ya ramli inatoa majibu ya vitu vitatu kwa wakati mmoja. Kwa maana ya nukta huru hii hapa, si ndivyo, ambayo ambayo huonyesha jambo hilo ambayo huonyesha hilo jambo. Lakini hizi nukta mbili ambazo nukta nzito ambazo anasema huonyesha nini? Nguvu inayolitawala ambayo huonyesha jinsi jambo linavyojitokeza nje. Lakini cha tatu hii tabia, nguvu ambayo inayolitawala hilo jambo. Kwa hiyo tukija hapo kwenye nguvu inayotawala hili jambo, je, hilo jambo langu litafanikiwa? Nguvu inayotawala pale ni nini? Ni maji. Maji yanatoa tafsiri gani? Maji yanasema hivi, hilo jambo litapatikana, lakini litapatikana kwa sababu ya nini? Ya kuchelewa. Litapatikana kwa kuchelewa, halitapatikana kwa haraka. Sisi tumeona vizuri Haya. Tunasogea mbele taratibu, tutaelewana kwa mapenzi yake Jalali. Sawa Haya, hapa pia tunafuta, tuendelee na kitu kingine. Bila kusahau haya yanapatikana chini ya anwani ya taskini al-anasir. Sawa chini ya taskini ya al-anasir. Sasa kipengele kinachofuata nasema hivi,
baada ya kuyaona haya, kipengele nasema hivi, tafsiri ya kifalsafa, ramli haijasema ndio tu wala haijasema hapana tu, bali imesema ndio, lakini lazima apitie nini? Apitie safari ya subira. Kwamba kutokana na lile swali lililoulizwa kwamba hilo jambo litapatikana, ramli hapa haijatuambia kwamba hatopata kabisa, na wala haijasema hapo kwamba atapata kwa 100%. Haijasema hivyo, tuelewane vizuri, sawa? Imesema kwamba atapata, lakini kabla ya kupata kuna changamoto atakazopitia, atatakiwa kuwa na subira. Subira maana yake huwa ni changamoto, yaani kuna kuwa na visababu vinapita katikati kabla ya kulifikia lile jambo. Kwa hivi sababu vinavyotokea hapo, unatakiwa uwe na uvumilivu navyo ili kuweza kulifikia lile jambo. Fikiri hapo nimeeleweka. Tunaendelea na mfano wa pili. Mfano wa pili anasema hivi, hapa tuna nukta huru, sawa? Hapa tuna nukta mbili ambazo ni nzito, hapa pia tuna nukta huru ambayo ni moja, hapa pia tuna nukta nzito ambazo ni nukta mbili. Sasa hapa anatuambia hivi, hapa tunajumlisha, hapa tunajumlisha, hapa tunajumlisha, hapa tunajumlisha. Tunajumlisha nini hapo? Anasema hivi, nukta huru, sawa? Nukta huru itakapounganishwa, sawa? Hii alama ya jumlisha na maana ya kuunganisha. Itakapounganishwa na moto, sawa? Inatoa tafsiri gani? Huu moto unaozungumzwa hapa ni moto wote. Inawezekana ukawa ni moto wa moja au ukawa ni moto wa mbili, sawa? Lakini anachomaanisha hii nukta ya kwanza huku ambayo inaunganishwa, sawa? Itakapounganishwa na moto wa moja au moto wa mbili, kutoa tafsiri ya namna gani? Nasema hivi, tafsiri yake hapo itapatikana kwamba jambo litakuja haraka, yaani hilo jambo litapatikana kwa haraka, sawa? Haya, hapa kwenye hizi nukta mbili nasema hivi, hizi nukta mbili zitakapounganishwa na udongo, sawa? Ima udongo wa moja au udongo wa mbili, sawa? Tafsiri yake ni kwamba jambo litachelewa sana, au litahitaji nini? Litahitaji kazi. Kwa maana kazi kwa wale wenzangu na mimi wazee wa vibaku, nikisema wazee wa vibaku si mnaelewa lugha maarufu mjini hiyo, kwamba wazee wa dua, kama ni wazee wa mitishamba, kwamba jambo litachelewa sana au litahitaji nini? Kulifikizia ubani kidogo, kufanya tawasul kwa Mwenyezi Mungu alifanyie wepesi, kwa sababu litachelewa. Sasa kuliharakisha lazima upatikane nini? Sababu ya kuliharakisha, sawa? Lakini sehemu ya tatu anasema nukta huru pia ikiunganishwa na nini? Na upepo, sawa? Ikiunganishwa na nini? Na upepo, jambo lipo kwenye mipango au maneno, sawa? Kwamba tafsiri yake hilo jambo linakuwa lipo katika mipango au linakuwa lipo katika maneno, sawa? Mipango maana yake pengine limepangiwa kwamba litapatikana labda muda fulani. Maneno maana yake pengine linafanywa vikao kwamba hilo jambo tumpe ama tusimpe, ama tulipitisha katika njia ipi, labda linafanywa kwanza mazungumzo. Sisi tumeona vizuri Na hapa kwenye hii nukta huru kuunganisha na upepo, ni upepo wowote, ima wa moja au wa mbili, sawa? Lakini 4 anasema nukta nzito pindi zinapounganishwa na nini? Na maji, sawa? Haya maji ni maji yoyote, maji ya moja au maji ya mbili, sawa? Tafsiri yake ni nini? Anasema jambo limefungwa na hisia au watu, kwamba nukta nzito zinapokuwa zimeunganishwa na maji ya moja au ya mbili, tafsiri yake kwamba tafsiri yake ni kwamba hilo jambo linakuwa limeziwiliwa, yani limefungwa na hisia au limefungwa na watu. Kwa maana kwamba inawezekana kuna watu wamelilombokezea pale kwamba fulani asipati hichi, fulani hilo jambo lichelewe au asilipati kabisa. Ndio maana limefungwa na hisia au watu. Sisi tumeona vizuri Sasa aje kusema hivi, ndio maana wanazuoni wa elimu hii, sawa? Ndio maana wanazuoni wa elimu hii wamesema hivi kwamba ramli haisemi tukio tu,
bali inafunua sababu ya tukio hilo, kwamba elimu hii haitoi tu tafsiri ya tukio kwamba hautopata, lazima pawepo kwamba na sababu ya kutokupata ni nini. Kwa hiyo sababu ya kutokupata unaipata kwa kujumlisha hivi vitu, kwamba ima inawezekana kimejumlishwa na kitu kimoja au kimejumlishwa na moto wa moja au mbili, au imejumlishwa na udongo wa moja au mbili, au imejumlishwa na upepo wa moja au mbili na kadhalika. Ndio unapata nini? Kujua kwamba chanzo au sababu ya hiyo kutokupatikana hilo jambo ama kupatikana kwa hilo jambo. Sisi tumeelewa vizuri kwamba elimu ya ramli ndio ipo hivyo. Sasa kabla sijaendelea hapa, nimesema kuna kitu nitakuonyesheni namna inavyopatikana ile shekeli moja. Tumesoma kwa namna ya kwanza